Kwenye maisha, kila mtu ana tabia ambazo anatamani kuzibadilisha ili awe bora zaidi kwenye maisha yake. Baadhi ya tabia zinaweza kuathiri maendeleo yako ya kifedha, kazi na biashara. Kubadilika kunahitaji maamuzi, nidhamu, uvumilivu na njia zinazoweza kukusaidia kuacha tabia usiyoipenda. Njia ya kwanza, tafuta mbadala wa hiyo tabia. Ni vigumu kuacha tabia bila kuwa na jambo lingine la kufanya, kwa sababu akili ya binadamu huwa inapenda kujishughulisha. Ni muhimu kutafuta tabia nzuri ambayo itachukua nafasi ya tabia usiyoipenda. Kama una tabia ya kupoteza muda mwingi kwenye simu, unaweza kuanza kusoma vitabu au kufanya mazoezi. Kama unapenda kutumia pesa ovyo bila sababu zozote za msingi, anza kuweka akiba. Hii itakusaidia kuacha hiyo tabia. Mbadala mzuri wa tabia utakusaidia kuondoa mawazo ya kurudia tabia usiyoipenda. Na njia ya pili, tambua chanzo cha hiyo tabia. Kila tabia ina chanzo chake. Watu wengi wanashindwa kubadilika kwa sababu hawajui nini kinawasukuma kufanya tabia ambayo hawaipendi. Jiulize, kwa nini unafanya hivyo? Sababu inaweza kuwa ni marafiki, msongo wa mawazo, mazingira au mazoea ya muda mrefu. Ukijua chanzo, itakuwa rahisi sana kutafuta suluhisho sahihi. Kutambua chanzo cha tatizo ni hatua muhimu ya kupata mabadiliko ya kweli na ya kudumu. Njia ya tatu, jitengenezee sheria. Maisha yenye mafanikio yanahitaji nidhamu na mipaka binafsi. Sheria binafsi zitakusaidia kujiongoza. Unaweza kujiwekea sheria kuanzia saa fulani hadi saa fulani sitatumia simu. Ukifuata sheria kila siku, itakusaidia kujenga tabia mpya. Sheria binafsi huwa zinaongeza nidhamu na kukusaidia kuwa na maisha yenye mpangilio mzuri. Njia ya nne, kuwa tayari kubadilika. Mabadiliko huanzia ndani ya moyo na kwenye akili ya mtu. Bila kuwa tayari kubadilika, ni vigumu sana kuacha tabia ambayo hauipendi. Kubadilika kunahitaji uvumilivu na kujiamini. Unaweza kukosea mara moja, mara mbili, hata mara tatu, lakini usikate tamaa. Endelea kupambana mpaka tabia mpya iwe ni sehemu ya maisha yako. Mtu mwenye nia ya kweli ya kubadilika ana nafasi kubwa ya kufanikiwa kuliko mtu ambaye anabadilika kwa kulazimishwa. Njia ya tano, jiweke mbali na vichochezi vya hiyo tabia. Mazingira yana nguvu kubwa kwenye maisha ya binadamu. Mara nyingi tabia mbaya huwa zinarudi kwa sababu ya vichochezi vinavyomzunguka mtu. Epuka marafiki, maeneo au vitu vinavyokurudisha kwenye tabia ambayo hauipendi. Badala yake sasa, kaa karibu na watu wenye malengo mazuri na wanaokutia moyo kufanya kitu kizuri. Ukijiepusha na vichochezi vya tabia usiyoipenda, safari ya mabadiliko itakuwa rahisi sana na yenye mafanikio. Kuacha tabia usiyoipenda sio jambo la siku moja, ni safari inayohitaji maamuzi, utayari, nidhamu na uvumilivu.